Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na Lindi FM, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku nyingine tena Mungu ametupa neema ya kukutana katika kipindi chetu cha Kimbilia kwa Yesu. Mimi ni mtumishi wako mchungaji John Mnongone kutoka katika kanisa la EAGT Mwangaza hapa Dodoma, nyumba 300. Na kabla tujaanza kipindi chetu, ningependa tuombe. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ya uzima na afya uliotupatia, na umetupa kibali tena kwa wiki nyingine kukutana kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu. Pia umeendelea kumpa nguvu, umempa afya njema, umeendelea kumponya na kumwokoa. Nami naamini Mungu na neno kwa ajili yetu siku ya leo litakalo tusimamisha na kutuimarisha katika imani. Asante Roho Mtakatifu, wewe utakuwa mwalimu mzuri kwetu kutufundisha na kulithibitisha neno lako katika maisha yetu. E Bwana, ninamweka ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu mikononi mwako, nami pia najikabidhi mikononi mwako sasa. Katika jina lako Yesu Kristo ninaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema katika kipindi chetu cha leo Kimbilia kwa Yesu, nina neno ambalo linasema, au nina ujumbe ambao unasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na napenda kusimamia maandiko mawili matatu, na huenda nikatumia maandiko mengi katika kulithibitisha hili kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 32 na mstari wa 27, Biblia inasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ni jibu lenye swali ndani yake. Tazama mimi ni Mungu, ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Na sura ile ya mstari ule wa 17 pale juu yake unasema, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo mkuu na kwa mikono wako ulionyoosha. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Yeye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni Mungu aliyevifanya. Hata wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, Mungu ndiye aliyekuumba. Anafahamu mwanzo wako, anafahamu mwisho wako, anafahamu mahitaji uliyo nayo, anajua kila kitu. Hakuna kilichofichika mbele za uso wake. Kwa hiyo kwa Mungu yote yanawezekana mbele za Mungu, na hakuna la kumshinda. Binadamu tuna ukomo wetu, kwa sababu sisi ni binadamu. Tuna kila kitu ukomo wake, tuna mwisho. Ndio maana leo tuko hapa, na tukiwepo hapa manake kuna mahali hatupo. Hao ni mwanadamu. Lakini yeye Mungu aliye hai, aliyezifanya mbingu na nchi, kwake yeye yote yanawezekana, kwa sababu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, ndiye aliyeweka dunia, akatenga maji, akatenga na nchi kavu, akatenga mbingu, akatenga na ardhi. Vyote vilivyomo ni Mungu aliyevifanya. Na maneno haya Bwana Yesu anayathibitisha mwenyewe katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 19 na mstari wa 26. Nitapenda kusoma maandiko hayo. Anasema mstari ule wa 26, Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Haya maneno Yesu alisema tena kwamba kwa wanadamu tuna
mipaka ya kufanya jambo lolote. Lakini kwa Mungu sivyo ilivyo, yote yanawezekana. Na hakuna kitu cha thamani kama kumcha Mungu wa mbinguni, kwa sababu unapomcha Mungu wa mbinguni unasababisha umche au jenge mahusiano na yeye anayeweza ya mambo yote. Kama unajenga mahusiano na yeye anayeweza mambo yote, maana yake mambo yako pia hayatakwama. Mambo yako mengi yatawezekana, kwa sababu uliye naye anaweza yote na anaweza kuyafanikisha mambo yote. Yeye anasema katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na mstari wa 14 kwamba mimi ndiye niko ambaye niko. Maneno haya alikuwa anamjibu Musa alipoambia Mungu, nitakwenda kuwaambia nani amenituma kwa wana wa Israeli. Nani amenituma? Akamwambia, waambie niko ambaye niko, akiwa na maana ni Mungu aliyekuwapo, Mungu aliyepo na Mungu atakayeendelea kuwepo siku zote. Maana yake ni Mungu wa milele. Na Mungu huyu yuko mahali pote na hazuiliwi na kitu chochote. Huwezi kuzuia kwamba huwezi kumzuia Mungu kufanya. Mungu anatenda mambo mbalimbali kwa wakati. Na ndio maana tunahitaji sisi kumwabudu na kumwishia. Kuna wakati ambapo Mtume Paulo, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17 kuanzia mstari ule wa 23 mpaka 28, kuna wakati Mtume Paulo alienda mahali akakuta wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Kwa nini waliandika kwa Mungu asiyejulikana? Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hali ya kuabudu. Anajua kabisa kwamba lazima niabudu na yuko aliyeniumba, aliyeniweka katika ulimwengu huu. Kwa sababu wao walikuwa hawamjui, wakaona aandike tu kwa Mungu asiyejulikana. Na Mtume Paulo akaanza kuambia, huyo Mungu asiyejulikana nataka niwaambie sasa anaitwa nani, yukoje, na tunapaswa kuabudu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu, tunapokuwa na mawasiliano mazuri na Mungu, ndipo pale tunaona utendaji mkubwa wa Mungu katika maisha yetu. Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote. Anajua mambo yote na yupo mahali pote. Nimesema mimi leo niko hapa, wewe ndugu yangu uliyeko Mwanza au uliyeko Bukoba au uliyekuwepo unayesikiliza kipindi iko Ulindi, siko huko na wewe haupo hapa. Tunaweza kuwasiliana kwa njia ya vyombo hivi vya habari, television pamoja na radio, kwa sababu hatuwezi laiti ingekuwa ni Mungu, manake angekuwepo hapo ulipo. Lakini sisi ni wanadamu, tuna mipaka, tuko hapa hatuko pale. Sivyo kwa Mungu. Mungu yuko mahali pote. Mungu anafanya mambo yote, anajua mambo yote. Huwezi kumficha Mungu. Anajua mwanzo wako, anajua na mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu kile cha Yohana mstari wa 15 ningependa kusoma maneno haya. Yohana 15 na mstari wa 7 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Tukiwa ndani yake na yeye akiwa ndani yetu, Mungu huyu anatuambia tuombe neno lolote. Bwana Yesu anasema tukikaa ndani yake na sisi tukiwa ndani yetu, tuombe neno lolote. Kama Mungu hakuna asiloweza, na anasema tukiwa ndani yake na yeye akiwa ndani yetu, lazima manake tutaomba lolote na lolote lile litatendeka, litafanyika. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ona upungufu tulionao. Ili tufanikiwe katika mambo mbalimbali hapa duniani, ili tufanikiwe katika maisha yetu, ili tuwe na afya njema, ili tufanye kazi zetu vizuri, ili tufanikiwe katika familia zetu na maeneo yote ya maisha yetu, lazima tuweke mahusiano na huyo Mungu. Kwa nini anasema tukiwa ndani yake na yeye akiwa ndani yetu, tuombe neno lolote litafanyika, litatendeka.
hiyo tunapata majibu katika maisha yetu wanadamu, tunashindwa kupokea, au mambo mengi hayawezekani katika maisha yetu kwa sababu hatuna mahusiano na yeye aliyetuumba. Hatuna mahusiano na yeye ambaye hashindwi neno lolote. Hatuna mahusiano na yeye ambaye kwake yote yanawezekana. Sasa kama hatuna mahusiano, tusitegemee kupokea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapofanya mahusiano na Mungu Yehova, maana yake umemaliza. Maana yake wewe tayari umejikamilisha. Hauna la kukusumbua. Hakuna la kukufanya uwaze sana, kwa sababu unaye Mungu anayeweza mambo yote. Haleluya. Nakumbuka hadithi moja ambayo nimewahi kuisoma katika vitabu vyangu ambavyo navisoma. Kuna baba ambaye alikuwa pilot, anaendesha ndege, alikuwa safarini, na ndani ya ndege ile alimbeba mtoto wake mwenye miaka michache, 3-4. Sasa baadaye wakiwa angani, kukakawa kwa sababu ya hali ya mawingu, kukawa na misukosuko ndani ya ile ndege, na ile misukosuko iliwafanya abiria wote wawe katika hali ya taharuki. Hofu ikawaingia kwa sababu ndege ilikuwa na yumba. Lakini yule mtoto alikuwa amekaa kwenye siti yake, amejifunika na blanketi, amelala, hana hofu. Jirani yake akamuuliza, wewe uone matatizo ambayo yametokea kwenye hii ndege yetu? Tupo katika hali ya mahangaiko. Ila akamwambia, kwani piloti wa ndege hii ni nani? Akamwambia, fikiri alikuwa mjibu baadaye kwamba ni fulani, baba yako. Akasema, kama anaendesha baba, then sina wasiwasi, sina hofu. Akaendelea kujifunika blanketi lake, akaendelea kuchapa usingizi. Sasa baba hawezi kuniacha mimi niangamie au nipate madhara kwenye hii ndege. Atafanya lolote ili kuweka kila kitu swali. Bahati nzuri alifika salama. Kitu gani ambacho tunajifunza kwa huyu mtoto? Aliamini baba yake hawezi, atafanya jitihada zozote kuhakikisha wanatua salama wanakoenda. Ndivyo kwake yeye mwenye mahusiano na Mungu. Hawezi kuwa na hofu na mambo yanayotokea katika maisha yake. Yanaweza yakaja mambo tofauti, lakini kwa sababu anajua Mungu ni Mungu anayeweza mambo yote, anajua lazima kutakuwepo na ushwari. Kila kitu kitakuwa katika hali ya kawaida. Inawezekana ukawepo msukosuko kwa namna fulani, lakini msukosuko huo hauwezi kudumu, kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Anamtunza, anamlinda, anamponya katika kila eneo la maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuokoka ni kupata kibali cha Mungu. Kuokoka ni kupewa ufunguo wa hazina ya Mungu, hazina ya Baba yetu wa mbinguni. Tunapewa hazina, maana kuokoka ni ufunguo. Haleluya. Kwa hiyo kama hujampa Yesu Kristo maisha yako, wewe bado hauna kibali, hauna ufunguo, hauna access. Ningetumia neno kizuri, hauna kitu cha kukusababisha upokee kutoka kwa Mungu, kwa sababu ule ufunguo haujapewa vya kuingia kwenye hazina ya Mungu, ili upate yote ambayo Mungu anataka aliye mtoto wake ayapate. Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio hao wanaoliamini jina lake. Sasa kama wamepewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, wanapata nafasi ya kuingia katika eneo ambalo Mungu yupo. Baba huwapa watoto wake mahitaji yao. Mungu kama baba yetu
sisi tunapaswa kupokea mahitaji yetu, na kwa jinsi hiyo hakuna ambalo haliwezekani kwa mtu, kwa Mungu wetu. Yote kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini nasema tunashindwa kuingia katika hazina? Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sura ile 45 na mstari wa 3, anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Anasema atatupa, tutakuwa na ile access, tutakuwa na ile nafasi ya kuingia kwenye hazina na kupata mali. Anasema hazina hizo gizani, manake zimefunikwa, huwezi kuzijua, na funguo wake ni huyo Yesu mwenyewe. Ukimpata Yesu ndani ya maisha yako, unakuwa na nafasi ya kupata kile ambacho Mungu amekikusudia katika maisha yako ukipate. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo umaarufu wa dunia hii haufananishi na kuwa na Mungu. Umaarufu wa dunia hii haufananishi na mtu aliye na Mungu. Vya duniani havidumu, vinapita, vina kikomo. Vya duniani vina mipaka, lakini yeye aliye na Mungu hana mipaka. Yeye aliye na Mungu ana vitu vya kudumu. Yeye aliye na Mungu ana uhakika wa usalama wake. Yeye aliye na Mungu ana uhakika wa kesho yake. Yeye aliye na Mungu ana uwezo wa kumwomba Mungu ikatokea, mambo yakafanyika, kwa sababu wana Mungu aliye hai, wana Mungu wa kweli, wana Mungu ambaye anafanya mambo ya ajabu. Na wakati nabii Elia alitaka kumthibitisha Mungu wake mbele ya wale ambao walikuwa hawamwabudu Mungu wa kweli, na akamwambia tukutane mahali ili tuthibitishe, tumjue Mungu wenu na Mungu wangu. Wao walikuwa mungu wao wa Baali. Elia akawaambia, basi tutengeneze mahali hapo, alafu tumuombe Mungu atakaye jibu kwa ishara, moto ukashuka na sadaka za kuteketeza tunazoziweka hapa zote zikateketezwa, basi huyo ndiye Mungu wa kweli. Elia alikuwa na uhakika na Mungu wake. Alijua akimuomba atasikia, alijua akimuomba atafanya. Na kwa sababu alikuwa na wivu wa Mungu, anataka amthibitishe Mungu wake, wale manabii wa Baali nao wakafika, wakajifanya mambo mengi, wakajikatakata tangu asubuhi, wanamuita Mungu wao. Mwisho akaanza nabii Elia akaanza kuwakejeli, nafikiri amelala Mungu wenu, hebu mpigieni kelele. Wakapiga kelele, mwisho wakajikata, wakajiumiza. Mwisho jioni wakashindwa kumthibitisha au kumdhihirisha Mungu wao mbele ya umati uliokuwepo pale. Lakini Elia ulipofika wakati wake, alimuomba Mungu, akasema, Mungu, hebu shuka sasa, ujulikane kwamba wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa katikati ya ulimwengu huu. Mungu alishuka, moto ukashuka ukateketeza ile sadaka. Najaribu kuonyesha jinsi ambavyo Mungu, hakuna neno gumu katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Sasa nataka nikupitishe maeneo ambayo Mungu anaonyesha kwamba yeye anahusika na maisha yako wewe, na kwa nini uwe naye katika maisha yako, kwa nini umchague, kwa nini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa nini Mungu asihusike na maisha yako. Anapaswa kuhusika na maisha yako kwa sababu maeneo yote ambayo mwanadamu ana mapungufu, Mungu akiingia, upungufu unaondoka. Mungu kwetu sisi ni Mungu mponyaji. Kusoma katika Biblia anasema yeye ni Yehova Rafa, Mungu atuponyaye. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 15, nimesema nitakuwa maandiko mengi, lakini nataka nikuonyeshe kwamba Mungu anaweza mambo yote. 15 mstari ule wa 22 mpaka 26, lakini sitasoma yote. Mimi nitasoma tu
mstari wa 26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya walioelekea mbele na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mungu ni Mungu anayetuponya. Kwa nini haweki maradhi kwetu? Kwa sababu yeye ni mponyaji. Bwana Yesu alichukua madhaifu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepewa uzima, tumefunguliwa, tumewekwa huru. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mponyaji. Sasa watu tunaendelea kuteseka kwa sababu hatujamruhusu mponyaji juu ya maisha yetu. Hujamruhusu Yesu ahusike na maisha yako, akuponye. Zaburi 103 mstari wa 3 anasema hivi: akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mstari wa 4 anasema aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Kwa hiyo Mungu sio tu anasamehe dhambi tulizonazo, lakini yeye pia anatuponya na magonjwa. Leo watu wengi wanateseka na magonjwa mbalimbali katika maisha yao. Sasa nataka nikuambie, mponyaji wako ni Yesu. Hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kumgusa na kumponya mwanadamu. Hakuna. Japo magonjwa yameshindikana, hata mahospitalini wanakuambia rudi nyumbani. Wakati mwingine nimeona watu wengi ambao wameambiwa rudi nyumbani kwa sasa hivi ukajitazamia, lakini waona madaktari waliona kwa huyu amefikia mwisho. Juzi nilikutana na mtu ambaye alikuwa ananiambia jinsi ambavyo ulifika wakati sasa ameumwa kwa kipindi kirefu mpaka hawezi kujisaidia kwa kitu chochote. Na uwezi kuamini, alisema mpaka hata haja kubwa ikaanza kutokea kinywani badala tofauti na inavyopaswa kuwa. Wote walikata tamaa, wakasema huyu sasa tuandae kifo chake tu kwa sababu hawezi. Lakini Mungu alipoingilia kati, walipomuita Mungu, huyu ambaye nakuambia habari zake leo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, mpaka leo ni mzima, ana afya tele. Mungu alimponya na sasa hivi ni mtu mzima, mzee. Anasema kwa kweli Mungu hashindwi kitu chochote. Wanadamu walishindwa, madaktari walishindwa, ndugu zangu walikata tamaa, walijua sasa wanakwenda kunizika, lakini Mungu akamponya. Kuna ugonjwa gani mgumu ambao Mungu hawezi kumponya mwanadamu? Je, ni kansa? Mungu anaponya. Je, ni ulemavu? Mungu anaponya. Ni kitu gani? Kama Mungu alifufua waliokufa, waliokuwa wafu, ni zaidi sana aliye mgonjwa. Yeye ana spare zote za matibabu ya mwanadamu. Anaweza akakuponya kila eneo la maisha yako, akaponya ugonjwa ulio nao toka utosi hata uhai wako. Mungu wetu ni mponyaji. Yeye anasema kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, anakuokoa. Anasema au na ukomboa uhai wako na kaburi. Hata kama ulikuwa umekaribia kabisa kaburini, Mungu bado ni mponyaji. Yote yanawezekana kwake aaminie. Lakini pia Mungu huwa anajali juu ya mahitaji yetu. Anajali mahitaji yetu. Mungu anashughulika na mahitaji yetu. Mungu anatazama sisi tunahitaji nini. Amekuumba akakuweka hapo ulimwengu. Anajua na unahitaji kula, anajua unahitaji mavazi, anajua na unahitaji. Haina maana ukae tu usifanye kazi, la hasha. Lakini nataka kukuonyesha kwamba Mungu anahusika na maisha yako kikamilifu. Tunapokuwa na mahusiano na Mungu, Mungu hushughulika pia na mahitaji yetu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6, Mungu anasema angalie ndege wa angani, jinsi ambavyo hawalimi wala hawana mashamba, lakini wanakula, hawawazi chochote.
Anasema ndege hao sisi ni bora kuliko ndege wa angani. Anasema angalia maua makondeni jinsi alivyo mazuri, yanapendeza. Maana Mungu pia anaweza akatuvisha tukapendeza, tukaishi vizuri. Ndio maana anafika mwishoni kule mstari wa 33 sura ya 6 Mathayo, anasema tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Sisi tunatafuta vitu, tunahangaikia mambo ya maisha ya duniani sasa, badala ya kumtafuta Mungu ambaye atatuzidishia, atashughulika na kila tunachokihitaji. Tumeenda vice versa. Tumetafuta vitu badala ya kumtafuta Mungu. Tumetafuta heshima badala ya kumtafuta Mungu. Tumetafuta mambo yetu wenyewe ambayo duniani hapa hayadumu, tukamwacha yeye ambaye angetupa vitu tunavyovitaka lakini pia vikadumu. Bwana apewe sifa. Ninaomba ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, hebu badilika leo. Ujumbe huu ukubadilishe fahamu zako. Ile akili uliyoiweka kwamba vitu vitakusaidia, vitakupa heshima, utahangaika mwenyewe, utajisaidia. Hivyo vyote kama Mungu hayuko pamoja na wewe, kama hujamtanguliza Mungu katika maisha yako, kama hujautafuta ufalme wa Mungu katika maisha yako, huo wote ni ubatili. Sulemani alisema ni ubatili mtupu na kujiisha upepo. Maana aliamua kuachana na Mungu, akaanza kutaka kufanya anavyovitaka yeye, akaoa wanawake wengi, akala anachotaka, akatafuta heshima kubwa kwa wanadamu. Lakini ulifika wakati akasema ni ubatili na kujilisha upepo. Heri yeye amchaye Mungu, heri yeye ambaye ana mahusiano na Mungu aliyemuumba. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, Mungu anajali mahitaji yako. Mahitaji yako ulionayo, hebu jihusishe na Mungu. Yeye ni provider. Yeye ni mtoaji. Yeye atakupatia mahitaji yako. Yeye atakupa kile unachokihitaji. Naona wakati fulani ambapo wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri wakielekea nchi ya ahadi, njiani walikutana na mambo mengi magumu. Musa wakati ule anawaongoza wana wa Israeli, walianza kunungunika, wakakumbuka vitu vya walivyokuwa wanakula, wakakumbuka nyama, wakakumbuka matango, wakakumbuka na mambo mbalimbali wakayakumbuka. Mshiani Mungu akasema kama wameyakumbuka haya, mimi nitawapatia kwa sababu hakuna neno gumu. Na Musa alimwambia Mungu, angalia watu hawa wanataka hiki na hiki na hiki. Akasema sasa watakula. Mkate wanaotaka watapata, na nyama wanayotaka watapata. Wakashushiwa mkate, mana njia jangwani. Wote wakawa wanakula. Wakawashushia kware nyama wakala. Biblia inasema mpaka zikawatokea puani. Mahali ambapo palikuwa jangwa, Mungu alitengeneza wakala chakula. Kuna wakati walikuwa wanahitaji maji, Mungu akamwambia Musa, piga mwamba, wakapata maji ya kunywa. Manake Mungu anahusika na maisha ya mwanadamu, anahusika na mahitaji yake. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ni kitu gani kigumu kwako ambacho umekishindwa kabisa, unaona hakiwezekani? Nenda kwa Mungu, Mungu anaweza kufanya. Jihusishe na Mungu, kuwa na mahusiano na Mungu. Mengine hutayawaza, hutayafikiri. Wakati mwingine kabla hujafikiri, Mungu atakutokezea, atakupa mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hutunza watu wake. Mungu anatutunza kwa sababu anajua tunahitaji utunzaji wake Mungu. Nakumbuka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9, wakati Elia nabii aliposema hakutakuwa na mvua miaka 3.5, Mungu aliona wivu wa Mungu huko ndani yake. Akasema maneno haya amesema Elia kwa sababu ameona taifa limemwacha Mungu, wamegeukia mambo yao, hawataki kumtafuta Mungu, maovu yamekithiri. Kweli maovu yalikuwa yamekithiri wakati ule, kama nyakati za leo maovu yamekithiri. Watu wamekuwa na maisha mabaya, wanaume na wanaume wanaoana, wanawake na wanawake wanaoana,
watu wanafanya mauaji na mambo mengi ya kutisha. Haya ni maovu yaliyokithiri ambayo Mungu huwa hanahuzunishwa nayo. Na wakati ule Elia akakemea. Baadaye Mungu akamwelekeza Elia aende kwenye kijito cha Kerithi. Pale akaanza kulishwa nyama na kunguru. Tunafahamu ndugu mtazamaji na msikilizaji, kunguru alivyokuwa mroho, anakula na mizoga, kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu anayeweza mambo yote. Kunguru alipewa kazi ya kubeba nyama na kumpelekea mtumishi wake Elia, akaanza kula nyama na mkate. Unaweza kufikiri ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ni jambo ambalo halikuwezekana kibinadamu, lakini inaonyesha kwamba Mungu anaweza mambo yote. Na aliendelea kula pale na kunywa na kula, wala hakuwa na masosi. Alikunywa maji katika kile kijito. Kile kijito kilipokauka, Mungu alitengeneza njia apelekwe, akamwambia nenda kwa yule mjane Sarepta, kule utakula chakula. Na akaendelea kutunzwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaonyesha mambo magumu. Mjane ni mtu ambaye hana uwezo, lakini Mungu akataka kuonyesha kwamba yeye anaweza mambo yote. Alilishwa, mtumishi wake alilishwa na mjane. Hiyo ni nje na ufahamu na akili za kibinadamu. Bwana apewe sifa. Tunatunzwa na Mungu. Tunapoutanguliza ufalme wa Mungu katika maisha yetu, Mungu atatutunza. Mungu atakutunza ndugu mtazamaji. Kuwa na mahusiano na Mungu. Kimbilia kwa Yesu. Ukikimbilia kwa Yesu, usalama wako ni 100%. 100% utakuwa salama. Utatunzwa na yeye. Utathibitisha, neno lake litathibitisha katika maisha yake. Badilika. Mungu analinda. Nataka kuambia pia Mungu analinda. Tuna ulinzi wa Mungu katika maisha yetu. Usiku na mchana tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mungu anatulinda. Mungu anatuponya na kutetea katika mambo mengi. Haleluya. Katika kitabu kile cha Wafalme nitasoma juu ya ulinzi wa Mungu. Ni maandiko marefu, lakini ningependa usome Wafalme wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 8. Utapata pale habari za mtumishi wa Mungu huyu Elia, ambaye wakati fulani maadui walibidi wamtafute, kwa sababu Israeli ilionekana inashinda kila wakati. Kwa hiyo wakatafuta ni nani anayesababisha ushindi huu. Wakakuta kwamba labda wakagundua kwamba kulikuwa na mtumishi wa Mungu pale ambaye anasababisha mambo yote ayafahamu yanayotokea kwa jeshi la Shamu. Maana mfalme wa Shamu alisema, inakuwaje kila tunachokipanga kinajulikana? Kila tunachokipanga. Wakagundua kwamba kuna nabii anaitwa Elisha. Nabii Elisha anapata yote, hata yaliyoongolewa chumbani kwenu. Halafu anawapelekea jeshi la Israeli, wanapata kujua yote. Na Mungu akawa anawaokoa kwa jinsi hiyo. Sasa siku moja wakasema lazima tumfuate huyu nabii. Wakajua anaishi wapi. Wakaenda wakamzingira. Jeshi la Shamu likamzingira yule nabii, mtumishi wa Mungu. Sasa siku moja mtumishi wake yule nabii Gehazi alipotoka nje angalie, akakuta wamezungukwa na asubuhi ile alfajiri wamekuja kumkamata, wamezungukwa na jeshi la wapanda farasi na silaha. Akasema akakimbia ndani, akamwambia baba, tumezungukwa, sijui kama tutaweza kutoroka hapa. Nabii akasema, jeshi ambalo Mungu anatulinda sisi ni kubwa kuliko hilo. Alimwona kama vile nabii au mtumishi anayemtumikia kama vile aliyechanganyikiwa. Elisha mtumishi wa Mungu akamwomba Mungu, akasema, Mungu, hebu mfunulie huyu jinsi ambavyo Mungu unatulinda. Bwana apewe sifa.
Yule mtumishi akaona jinsi Mungu akamfunulia, akaona jinsi ya jeshi kubwa la Mungu lenye magari ya moto limetanda katika wingu zima. Ulinzi wa Mungu. Mungu anatulinda na mambo mengi katika maisha yetu. Kuna mambo mengi usingeweza kupambana nayo wewe kama mwanadamu. Wanaokutafuta wakuangamize ni wengi. Inawezekana kazini kwako kuna watu wana nia mbaya juu yako. Inawezekana mtaani kwako kuna watu wana nia mbaya juu yako. Inawezekana katika mambo mengi adui anapanga mambo mabaya juu yako. Lakini Biblia inasema kila silaha itakayojiinua juu ya mtumishi wa Mungu haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaonena mabaya utahesabiwa kwa mkosa. Biblia inasema adui atakuja katika njia moja, lakini katika njia 7 atatawanywa. Kwa nini? Kwa sababu tuna mahusiano na Mungu. Mungu anatulinda. Adui yako atakuja, atafungua mlango, lakini atakavyofukuzwa na Mungu mwenyewe, hizo njia 7 ongea kutokea madirishani. Wengine hawajui watakimbia namna gani. Mungu anahusika na ulinzi wa maisha yako. Mbona wengine wanajilinda wenyewe? Wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanachimbia kwenye mlango. Wengine wanaweka juu ya paa vitu vingine vya ajabu ajabu. Wengine wanavaa na mairizi. Hahitaji hayo yote kama Mungu yuko pamoja na wewe. Kama una mahusiano, umemtoa, umekimbilia kwa Yesu, hauhitaji kuvaa irizi. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wangu, hauhitaji kuchimbia dawa, hauhitaji kufanya mambo mbalimbali ya aibu. Unapoteza muda, unapoteza fedha zako kwa waganga, unahangaika bure. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema Mungu asipolinda mji, wao walindao wafanya kazi bure, wanakesha bure. Lakini Mungu akihusika na maisha yako, ulinzi ulionao ni mkubwa. Yote ya kwa Mungu yanawezekana. Mungu anaweza kukulinda. Jeshi lake la malaika likakuzingira wakati wote unapotembea. Yeye amchaye Mungu analindwa kuliko mkuu wa nchi yoyote duniani. Kwa sababu malaika wanamtangulia, wanamlinda, wanamtunza. Sisi tunalindwa na Mungu. Tunamwona Mungu wa jinsi ambavyo anatulinda. Unaona ulinzi wa Mungu ulivyo. Hata Daudi alimpiga Goliati, jitu kubwa, kwa kombeo, kwa manati, kajiwe tu kadogo. Unaweza kuamini katika akili yako mtu unaweza kumua kwa manati, kwa kajiwe kadogo. Lakini lile jiwe lilikwenda na nguvu za Mungu ndani yake. Ndio maana Goliati aliangamizwa na taifa lake likawa salama kwa vitisho ambavyo vinafanywa na Goliati. Yule anayekutisha atafikia mwisho kama Mungu atakuwa pamoja nawe, kukutunza, kukulinda katika maisha yako. Mungu anaweka njia mbalimbali ambapo hakuna njia. Mungu anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Tunapokwama katika maisha yetu, maeneo yoyote maishani mwetu, Mungu anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Kuna wakati ambapo unakwama, haujui ufanyeje. Kama una mahusiano, umeyatoa maisha yako kwa Yesu, Yesu anakupa njia ya kutoka katika hilo. Biblia inasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa la kawaida na damu. Hata hivyo Mungu anaweka na mlango wa kutokea katika kila jaribu tunalokutana nalo. Haina maana tutakaa kwa ushwari tu, salama, starehe, la hasha. Lakini kila tatizo litakapojitokeza, Mungu ataingilia kati na kutengeneza njia ya kutoka katika matatizo tulionayo. Lakini lazima tuwe na mahusiano na huyo Mungu. Lazima tuokoke. Lazima tumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ili yeye ahusike na maisha yetu na magumu tunayokutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipotoka Misri, ukisoma kitabu kile cha Kutoka 14:16, walifika mahali ambapo jeshi la Farao likakumbuka, hawa tumewaruhusu, lazima tuwafuatilie. Farao akachukua jeshi lake lote, akaanza kuwafuatilia wana wa Israeli ili kuwarudisha Misri.
Wakiwa njiani wanakimbia, baadaye wana wa Israeli wakaona vumbi linatoka, wakajua kwamba Wamisri wanawafuata. Mungu akaweka mkono wenye nguvu pale ulio hodari katika kuwalinda. Maandiko yanasema akaifanya mizito magari ya maadui wa Misri, akaweka katikati yao nguzo ya moto. Kwa uzito wanashindwa kuwafikia. Mungu alikuwa anawalinda, Mungu alikuwa anawatetea, Mungu alikuwa anatengeneza njia. Lakini ulifika wakati wakafika mwishoni mwa bahari ya Shamu. Kushoto hawezi kukimbia, kuna majabali. Kulia hawezi kukimbia, nyuma kuna maadui, mbele yao kuna bahari. Wakaanza kunungunika, Musa, umetuleta hapa tufie hapa baharini. Maadui zetu wanakuja, wanatukuta hapa tunakufa. Ona Mungu alilotenda kuonyesha kwamba yeye ni Mungu asiyeshindwa neno liwalo lolote. Mungu alimwambia Musa anyoshe mkono wake kwenye bahari, fimbo yake. Bahari ya Shamu ikapasuka katikati, wakapita nchi kavu hata upande wa pili. Jeshi la Misri lilipojaribu kupita liliangamia lote, bana maji yote yalirudishwa. Mungu anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Ufahamu wa binadamu unasema haiwezekani bahari kugawanyika, lakini aliyetengeneza bahari mwenyewe aliipasua, watu wakapita katikati, akawaokoa. Lipi gumu, mtungu mtazamaji na msikilizaji wangu, ambalo limekutana nalo gumu? Mungu ana njia ya kukutoa katika hilo gumu. Kama leo utamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yote magumu ambayo unakutana nayo, Mungu atatengeneza njia, atakutoa. Na utauona mkono wa Mungu ulio hodari katika maisha yako. Mungu anafanya jambo bila chanzo chake. Mungu hategemei kuwepo chanzo fulani ili afanye. Hapana, Mungu anafanya jambo from nowhere, bila kuwepo na kitu kuhusisha kitu chochote kile. Mungu anatenda. Naweza Mungu akakufanyia na wewe leo hapo ulipo, ndugu mtazamaji. Najaribu kuonyesha yote yawezekana kwa Mungu mchana wa leo. Najaribu kuonyesha kwamba yote yawezekana kwa Mungu. Hakuna neno gumu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanashindikana katika maisha yetu kwa sababu hatuna mahusiano na Mungu anayeweza mambo yote. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ujumbe huu umekuja kwako kwa sababu Mungu anakutaka wewe. Anataka maisha yako. Anataka akukwamue, akuondoe kwenye shida ya matatizo ulionayo, unaokutana nayo. Kwa sababu Mungu anaweza. Na kwa ujumbe ukikubali kuyatoa maisha yako kwa Yesu, utasababisha yale ambayo yalikuwa hayawezekani sasa yaanze kuwezekana. Magonjwa yakimbie, ulinzi upokee, Mungu aendelee kukutunza, akutengenezee njia mahali pote pagumu, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye afya yako, katika mazingira yote unayokutana nayo. Nimekutana na watu wamekuwa wakipiga simu nyingi wenye matatizo mbalimbali, lakini Bwana Yesu nilipoomba kwa ajili yao aliwasaidia. Lakini hahitaji tu kukuomba, inachohitaji ni wewe mwenyewe kuwa na ushirika na Yesu. Ukiwa na ushirika na Mungu, hauhitaji mtu wa kukuombea. Mungu anahusika na wewe. Utalifahamu hili neno la Mungu, na hili neno la Mungu litakufanya wewe kuwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali katika maisha yako. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, singependa kukuchosha sana kwa maneno haya, lakini ningependa nichukue hatua nyingine ya kukuombea wewe ambaye unasema leo, na yatoa maisha yangu kwa Yesu. Nahitaji huyu anayeweza mambo yote ayaweze na ya kwangu. Mimi niko tayari kukuombea, na wewe uliye tayari kuombewa, hebu kile unachokifanya kiache kwa muda mfupi, nikuombee sala hii. Funika macho yako, weka mkono wako kwenye moyo, na fuatisha maneno haya kutoka ndani ya moyo wako ukidhamiria, ili
ili Bwana Yesu aingie katika maisha yako, apate kukuokoa. Weka mkono wako sasa, nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa kusema nami siku hii ya leo kupitia ujumbe huu. Yote yawezekana kwake anayeamini. Mungu anaweza mambo yote. Nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi na kuja mbele zako Mungu kwa toba. Unisamehe yote niliyoyafanya, yale nayokumbuka na nisiyoyakumbuka. Mungu nisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niwe mali yako kuanzia leo. Nitembee na wewe, uwe na ushirika na wewe Mungu wangu uliye hai. Nianze ukurasa mpya wa maisha yangu pamoja na wewe Yesu. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunitakasa. Asante kwa kunirudisha kifuani kwako Mungu, nami nikafanyike kuwa mtoto wako. Najikabidhi mikononi mwako katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Kwa sala hiyo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, tayari umeunganishwa na Yesu. Yeye ataendelea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Chukua hatua, tafuta mahali katika kanisa la kiroho linalohubiri kweli ya Mungu, neno la Mungu kwa usahihi, wanaokubali habari za kuokoka. Hebu nenda mahali pale. Kama una kanisa la karibu la EAGT, nenda, maana mimi niko hapo na uhakika mahali nilipo. Lakini kama kuna kanisa lingine la kiroho, nenda mahali pale. Mungu atakusaidia upate kupata mafundisho ya kuukulia wokovu. Udumu, uendelee kumcha Mungu. Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yako, na siku ya leo maamuzi uliyofanya hutayajutia. Yatakuwa ushuhuda wa maisha yako yote. Mungu amekuokoa na kukuponya. Na sasa ningependa kuomba kwa wale ambao ni wagonjwa, wenye shida mbalimbali. Kama nilivyosema kwamba Mungu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana. Unawezekana kuna mtu ana shida katikati yetu, wengine ni wagonjwa, wengine wana shida mbalimbali. Basi nitaomba, alafu Mungu atakwenda kukugusa na kukutengenezea njia na uponyaji. Wewe mwenye shida yoyote ile ndani ya moyo wako, una shida fulani, weka mkono wako kwenye moyo. Wewe, Mungu anajua hiyo shida ulionayo. Unapoweka mkono kwenye moyo ni ishara tu. Lakini wewe unayeumwa, weka mkono wako pale panapouma. Na wewe kama unaona kuna mgonjwa yuko mahututi hapo, hebu weka mkono wako juu yake kwa msaada, maana inawezekana hawezi mwenyewe. Wewe uliye karibu, weka mkono wako juu ya yeye ambaye ni mgonjwa sana. Lakini pia kwa imani, kwa ufunuo tu, kama mgonjwa wako yuko mbali na unajua na nguo pale karibu, pia hebu chukua hizo nguo ambazo anazivaa, ziwekee mkono. Mungu atakwenda kufanya jambo. Niombe sasa. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ni kweli Mungu, hakuna lisilowezekana mbele za uso wako. Yote yanawezekana. Tumeona Mungu ukifanya mambo mengi ya ajabu katikati ya maisha yetu. Tumelithibitisha neno lako, Bwana. Na hata sasa Mungu, nakwenda kulithibitisha neno hili. Na kwa maombi haya Mungu, nakwenda kumfungua huyu aliye mbele yangu, msikilizaji na mtazamaji wangu. Katika jina la Yesu, angalia hitaji alilo nalo ndani ya maisha yake. Ameweka mkono wake kwenye moyo kwa sababu analiwakilisha hitaji lake mbele za uso wako. Inawezekana hitaji lake liko kazini kwake, kwenye biashara yake. Inawezekana hitaji lako liko kwa watoto wake, kwa mume wake au mke wake. Inawezekana hitaji lake liko katika familia. Hitaji liko kila eneo la maisha yake. Mungu, nalileta hitaji lake mbele za uso wako. Mungu, wewe usiyeshindwa neno liwalo lolote, Bwana, ukamguse katika jina la Yesu. Kutana na hitaji lake, kamtendee muujiza kwa jina la Yesu.
Kila kinachozuia na kihamisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kikaachie katika jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa ukamwachie katika jina la Yesu. Kila maonezi ninayafunga katika jina la Yesu juu yake, yasiendelee tena katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Vifungo vyote, mamlaka za giza, uchawi na ushirikina, mamlaka za kuzimu, ninazifunga katika jina la Yesu Kristo. Hazina mamlaka juu yake, juu ya familia yake, juu ya kazi yake, juu ya biashara yake, juu ya vyote anavyofanya. Bwana Yesu, tengeneza njia, vifungo vikamwachie. Asante Bwana kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Najua Mungu umesikia na kufanya. Na huyu aliye mgonjwa ameweka mkono wake pale panapouma. Bwana Yesu ukamponye, akapokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, nguvu ya udhaifu katika mwili, nguvu ya ugonjwa ikamwachie, toka utose hata uwayo katika jina la Yesu Kristo. Ukamguse katika mishipa, katika nyama na katika mifupa. Weka uumbaji wako Yesu. Homa ikamwachie, ugonjwa ukamwachie, mateso yakamwachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Akafunguliwe tangu sasa, akapokee uzima katika jina la Yesu. Aliye kitandani akainuke sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Na ule aliweka katika tumbo lake la uzazi, mpe uzao kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukamjalie uzao. Mungu kamjalie uzao, watoto wa kike na wa kiume. Bwana Mungu kamfungue tumbo lake kama uliwafungua kina Hana, mfungue na huyu mama katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninakemea magonjwa yote ya kansa, kansa ya koo, kansa ya shingo ya uzazi, kansa ya mifupa, kansa ya damu, kansa ya ini, kansa ya kila eneo katika mwili wake, na iamuru katika jina la Yesu Kristo. Nikiamuru chembe chembe zilizo hai zikatendeke ndani yake. Bwana mpe uzima kwa jina la Yesu. Roho ya mauti ninaifunga, haina mamlaka juu yake. Bwana Yesu, kama alivyokubali kuyaweka maisha yake kwako, akapokea uzima. Ninamweka mikononi mwako Bwana, katika jina takatifu lenye nguvu na uweza, jina lake Yesu Kristo ninaomba, amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, amini kwamba Mungu amefanya jambo kwako, amekuponya, amekupa uzima, ametengeneza njia katika maisha yako. Kama nilivyojitambulisha kwako, mimi ni mchungaji John Mnemone. Nipo katika kanisa la EAGT Mwangaza, nyumba 300 pale Kisasa, Dodoma mjini. Karibu sana. Namba zangu za simu, labda wakati mwingine utahitaji mawasiliano na mimi katika kupata ufafanuzi labda au maombezi zaidi, ni 0754479789. Tarudia tena 0754479789. Mungu akubariki tena na tena wiki ijayo. Amen. EAGT